Naitwa Richard Magubila, mratibu msaidizi wa utekelezaji wa mfumo wa anwani za makazi kitaifa. Utekelezaji wa mfumo wa anwani za makazi ni endelevu. Kama mnavyokumbuka, mwaka 2022 Mheshimiwa Rais alizindua operation ya anwani za makazi na aliwaelekeza wakuu wa mikoa wasimamie utekelezaji kwa muda wa miezi mitatu. Kwa kuwa utekelezaji ni endelevu, inatokana na mabadiliko ya mbalimbali ikiwemo watu wanahama kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, lakini pia kuna miradi mbalimbali ya serikali kama mnavyokumbuka, huwa inaondoa baadhi ya watu kwenye maeneo ambayo wanatekeleza mradi. Kwa mfano SGR kwa hapa jiji la Mwanza limeondoa wakazi wengi, wamelipwa. Kwa hivyo kwa sababu maeneo yale yamechukuliwa na serikali, ni vyema sasa uwekaji wa anwani za makazi uboreshwe ili kurahisisha utoaji wa huduma kwa jamii. Kuna mabadiliko makubwa, ukuaji wa kiuchumi mkubwa, jiji la Mwanza wako watu wengi wanawekeza. Kwa hiyo na umuhimu wa utekelezaji huo, sasa tumerudi tena kwa ajili ya kuboresha zile taarifa, tukizingatia kwamba utekelezaji huu ni endelevu na mambo mengi yamebadilika toka mwaka ule tuliokuja. Sasa tumekuja kuhakikisha kwamba tunauisha hizo taarifa. Kwa hiyo kazi hii ya kuhakiki inatumiwa na watendaji wa mitaa wakishirikiana na wenye viti wa serikali za mitaa. Jiji la Mwanza tunaweza tukasema kwamba tuna historia ya utekelezaji hapa. Tulianza mwaka 2021 kwa pilot jiji la Mwanza. Zaidi ya anwani 98,000 zilikusanywa wakati huo kabla ya operation kuzinduliwa mwaka 2022. Tunawaomba wananchi watoe ushirikiano mkubwa kwa ajili ya kutoa taarifa zao za makazi ili kurahisisha sasa serikali kupeleka huduma kwa jamii kirahisi. Baada ya operation tumeshafika zaidi ya halmashauri 41. Kwa hiyo Nyamagana itakuwa halmashauri ya 42 nchini ambako kazi hii ya kuhakiki taarifa za anwani za makazi inafanyika. Unapoondoa nguzo ya barabara unaharibu ustaarabu na utaratibu wa utambuzi nchini. Na ikumbuke kwamba miundombinu ile inasaidia sana wananchi wasipotee wanapoenda kupata huduma mbalimbali au wanapoenda majumbani au serikali inapoenda kutoa huduma kwenye maeneo ya jamii. Kwa hiyo tunatoa wito kwamba wailinde, na ipo sheria ya serikali za mitaa ambayo inatumika kwa wote ambao watakamatwa wameiba ile miundombinu kwa ajili ya vyuma vya kavu. Ile sheria ipo na wanaweza wakafikishwa mahakamani. Majina naitwa Thomas Rugiko Masai, mwenyekiti wa mtaa wa Maruru, kata ya Igogo, wilaya ya Nyamagana. Semina hii kwa kweli ni kioo dira inayoweza kumwezesha mwananchi kufika mahala kwa urahisi sana, kutokana na namba na barabara kama tulivyopewa semina. Na hii semina tutaifikisha kwa wananchi ili kusudi zoezi hili liende kama lilivyotarajiwa na hatimaye mambo yawe rahisi kwa mtu yeyote Mtanzania mwenye kutumia postcode na nyumba za barabara. Vibao vya mtaa ni mali yao ambavyo serikali imetoa kwa kurahisisha miundombinu ya mtaa. Kwa hiyo nawaomba wavilinde ili kusudi viweze kudumu dawamu na mambo yaendelee. Vibao vina umuhimu sana kwa sababu vinatambulisha mitaa, nyumba na sehemu husika. Naitwa Juma Richard Masanja, mwenyekiti wa mtaa wa Bugando, kata ya Igogo. Nikija kwenye swala la postcode, hili postcode ni swala linalokuwa linaendelea kila wakati. Huko nyuma tulilifanya, lakini limekuja awamu ya 6 na lenyewe tunalifanya. Limekuja wakati mwafaka na Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano, amesema nendeni mkawaelimishe wenye viti, na sisi tunalichukua hili swala kuwaelimisha wananchi. Mfano postcode, na tumeambiwa, mfano mimi kwenye kata yangu ni namba 3319
hiyo ndio post code ambayo inatakiwa nitambue mimi. Mfano mimi nikiondoka hapa sasa kwenye jiji la Mwanza nikaenda Shinyanga, nitauliza niko kata gani? Siwezi kumuuliza mtu, nitaingia kwenye simu yangu ya WhatsApp au kwenye simu ya kiswaswadu, naandika *152 00 naweka leli. Nikitoka kwenye leli na kwenda kwenye namba 7. Nikitoka kwenye namba 7 itanielekeza mpaka napata post code ya kata ile nilipo. Kwenye simu tu naweza nisimuulize mtu, mimi mwenyewe nikatambua ninaenda mtaa gani, barabara gani, nyumba namba gani, naenda napiga hodi, wananifungulia, naambia mimi ni mgeni wenu.